Rais wa Jamhuri ya Tanzania Samia Suluhu sasa apanga njama ya kuyakwepa na kuyatoroka maandamano ya tarehe 9 Disemba. Aibuka na njia hii au njama hii mpya ya kuweza kuilinda ofisi yake kama rais. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa urefu zaidi. Mazingira ya kisiasa nchini Tanzania yamechukua sura kubwa huku mvutano ukiendelea kuongezeka kabla ya maandamano makubwa yaliyopangwa Disemba tarehe 9 siku ya Uhuru Day Tanzania, huku mjadala ukiongezeka ukizingatia mpango wa Samia Suluhu wa kufuta sherehe hizo za siku ya Uhuru tarehe 9 Disemba ili tu kuyatoroka ama kukwepa maandamano hayo ambayo yameandaliwa siku hiyo. Kwa mujibu wa tangazo lililotolewa na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, serikali ya Tanzania inayoongozwa na Samia Suluhu sasa imeibuka na kusisitiza kuwa uamuzi wa kuweza kufuta sherehe hiyo ya tarehe 9 Disemba unalenga kuelekeza rasilimali za taifa kwenye ukarabati wa miundombinu iliyoharibiwa wakati wa ghasia zilizofuata baada ya uchaguzi mnamo Oktoba tarehe 29. Wengi mtandaoni wameweza kusema ama waandaaji wa maandamano ya tarehe 9 Disemba wameweza kusema kwamba hatua hii ya serikali ya kufuta sherehe hizo za uhuru mnamo tarehe 9 Disemba wamesema ni njia moja ya serikali kujaribu kukwepa maandamano hayo yaliyoandaliwa. Katika hotuba yake Nchemba kwa wakazi wa Ubungo jijini Dar es Salaam, waziri mkuu huyo ameeleza mpango huu wa Samia Suluhu wa kufuta maadhimisho ya siku ya uhuru ya Tanzania tarehe 9 Disemba kama mkakati wa kuweka kipaumbele cha mahitaji muhimu ya umma kuliko matumizi ya sherehe, na kudai kwamba pesa ambazo zingetumika katika hafla hiyo ya Uhuru Day sasa zitatumika kuweza kurekebisha miundombinu iliyoharibiwa kwa machafuko yaliyopita. Alisisitiza kuwa fedha zilizotengwa awali kwa ajili ya sherehe hizo za Uhuru Disemba badala yake zitaelekezwa moja kwa moja katika juhudi za kurejesha barabara zilizoharibiwa wakati wa maandamano, njia za umeme, mifumo ya maji na vifaa vya umma. Waziri huyo mkuu kwa niaba yake Samia Suluhu alisisitiza kuwa mpango huu wa Samia Suluhu wa kufuta sherehe za siku ya uhuru tarehe 9 Disemba ambayo inawiana na siku ya maandamano usiweze kutafsiriwa kuwa unapunguza umuhimu wa kihistoria wa siku hiyo ya uhuru Tanzania. Badala yake anadai ama amesema inaakisi umuhimu wa serikali kujibu kwa uwajibikaji kwa changamoto za kitaifa zinazohitaji uangalizi wa haraka wa kiuchumi kufuatia uharibifu mkubwa ulioripotiwa baada ya maandamano ya uchaguzi Oktoba. Maafisa wanaofahamu hali hiyo wanasema kuwa mpango wa Samia Suluhu wa kufuta sherehe za siku ya uhuru tarehe 9 Disemba unakuja wakati shinikizo la umma na wasiwasi wa usalama tayari uko juu Tanzania, haswa huku upinzani ukisisitiza kuwa Disemba tarehe 9 bado itaadhimishwa kupitia maandamano ya kitaifa yanayoongozwa na watu ama kikundi kinachojiita Gen Z cha Tanzania. Hii imechochea uvumi kwamba uamuzi wa serikali unaweza pia kuwa wa kisiasa. Wachambuzi wengi wanahoji kuwa mpango wa Samia Suluhu wa kufuta sherehe hizo za siku ya uhuru tarehe 9 Disemba wakati huo huo unashughulikia masuala mawili: ugawaji upya wa matumizi ya fedha za umma na uwezekano wa kuepusha mkusanyiko wa kitaifa nyeti kisiasa. Wanadai serikali inaweza kujaribu kutuliza hali ambayo inaweza kuongezeka ikiwa matokeo ya umma yataambatana na maandamano yaliyopangwa. Wanajamii katika mikoa kadhaa iliyoathiriwa wametoa maoni tofauti kuhusu mpango wa Samia Suluhu wa kuweza kufuta sherehe hizo za siku ya uhuru tarehe 9 Disemba ambapo maandamano ya tajiri, huku baadhi wakipongeza uamuzi huo kuwa ni busara ya kifedha. Wanaamini kuelekeza fedha kwenye urejeshaji wa miundombinu kutawanufaisha wananchi wa Tanzania moja kwa moja kuliko kuashiria sherehe za kitaifa za uhuru tarehe hiyo ya 9 Disemba, hasa katika maeneo ambayo huduma muhimu zinasalia kutatizwa. Wengine hata hivyo wanaona mpango huu wa Samia Suluhu wa kufuta sherehe za siku ya uhuru tarehe 9 Disemba kama ishara ya serikali chini ya shinikizo na pengine hofu ya maandamano makubwa ambayo yataweza kuhudhuriwa na wananchi wengi wa Tanzania. Serikali wanaashiria matokeo ya maandamano ya Oktoba wakibainisha kwa kutoridhika kwa umma kungali juu na kwamba kufutwa kunaweza kuwa jibu la kimkakati kwa kuongezeka kwa mvutano wa kijamii na hata huenda ikazuia machafuko. Ripoti za msingi zinaonyesha kuwa
uharibifu wa miundombinu muhimu Tanzania, jambo ambalo linaimarisha hoja ya serikali inayounga mkono mpango wa Samia Suluhu wa kufuta hafla ama sherehe hizo za siku ya uhuru mnamo Disemba tarehe 9. Barabara kuu ambazo zilibomolewa wakati wa machafuko, ofisi za serikali ambazo ziliharibiwa na mitandao ya umeme na maji ilitatizika sana na kuacha maelfu wakihangaika kupata mahitaji muhimu. Sasa serikali inasema ya kwamba itatumia fedha hizo za siku ya uhuru kuweza kurekebisha mambo hayo. Wakazi katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi na ghasia hizo wanasema uharibifu huo unahalalisha mpango wa Samia Suluhu kufuta sherehe za siku ya uhuru tarehe 9 Disemba kwa sababu kurejesha huduma za kila siku sasa ndio kipaumbele chao kikuu. Kutoka kwa soko zilizoharibiwa hadi minyororo ya usambazaji iliyovunjika, wanasisitiza mzigo wa kiuchumi wa kungojea matengenezo ungekuwa wa gharama kubwa zaidi kuliko hafla za sherehe zilizotangulia. Vyanzo vya habari vya serikali leo vinakariri kuwa mpango wa Samia Suluhu wa kufuta sherehe za siku ya uhuru tarehe 9 Disemba unaonyesha dhamira ya utawala wa kujenga na kuleta utulivu nchini. Wanasema kwa kulenga ujenzi upya kunalingana na maslahi mapana ya kitaifa, hasa katika kurejesha imani katika taasisi za umma na kuhakikisha uendelevu wa huduma muhimu. Akizungumza katika hotuba yake, Waziri Mkuu kwa niaba ya Samia amesisitiza kuwa mpango huu wa Samia Suluhu na serikali yake wa kuweza kufuta siku ya Uhuru Day tarehe 9 Disemba ni kielelezo cha changamoto kubwa zinazoikabili Tanzania. Aliwataka wananchi kuwa watulivu, kushirikiana na mamlaka na kuunga mkono dhamira ya serikali ya kurejesha amani ya kujenga upya jamii zilizoharibiwa. Aidha, alisisitiza kwamba viongozi katika sekta za kisiasa, kidini na kijamii wanapaswa kuunga mkono hadharani mpango wa Samia Suluhu wa kufuta sherehe za siku ya uhuru tarehe 9 Disemba ili kusaidia kupunguza mvutano. Wataalamu wanasema kuwa mpango huu wa Samia Suluhu wa kuweza kuhairisha ama kufuta sherehe za siku ya uhuru tarehe 9 Disemba ambapo inalingana na siku ya maandamano makubwa mengine nchini Tanzania. Pia mpango huu wa Samia unaweza kuweka kielelezo kwa matukio ya kitaifa yajayo ikiwa nchi itaendelea kukumbwa na matatizo ya kisiasa na kiuchumi. Wanapendekeza kwamba serikali zilizo chini ya shinikizo zinaweza kuchagua zaidi kutanguliza utulivu wa kijamii na matumizi muhimu badala ya sherehe za kitamaduni. Wakati huo huo, wakosoaji wanashikilia kuwa mpango wa Samia Suluhu wa kufuta sherehe hizo za siku ya uhuru tarehe 9 Disemba ambazo zinalingana na maandamano makubwa Tanzania inaonyesha udhaifu mkubwa wa kisiasa ndani ya utawala. Wanasema kuwa muda wa uamuzi siku chache tu kabla ya maandamano yaliyopangwa hauwezi kupuuzwa na huenda ukafichua wasiwasi ndani ya ngazi za juu za uongozi wa serikali ya Samia Suluhu. Serikali ya Samia hata hivyo inasalia imara kutetea mpango huu wa Samia Suluhu wa kufuta sherehe hizo za siku ya uhuru tarehe 9 Disemba kama hatua ya lazima na ambayo inalazimika. Viongozi wanasisitiza kwamba kipaumbele kwa wakati huu ni ujenzi wa kitaifa wa Tanzania, kurejesha imani ya umma na kuhakikisha kuwa matukio ya Oktoba hayasababishi kuzorota kwa uchumi Tanzania kwa muda mrefu katika nchi hiyo. Tanzania inapokaribia Disemba 9, maandamano ya umma yanaendelea kukua na mpango wa Samia Suluhu wa kufuta sherehe ya tarehe 9 Disemba ya uhuru unabakia kwa kitovu cha mjadala wa kitaifa leo. Ikiwa uamuzi huo utasaidia kutuliza mivutano inayoongezeka au itaweza kuzidisha migawanyiko ya kisiasa, itakuwa wazi kadri tarehe zinavyosonga. Hata hivyo, mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia katika ripoti ya habari hizi. Nijuze maoni yako upande wa comment section, vile like video hii kisha subscribe.